Bana, bado tuko na habari za siasa mtazamaji, kwa ajili ya kuhakikisha unapata yale yote ambayo yamejiri kwa kina kabisa upande wa habari za siasa. Jina langu ni Official Rose D, hii ni Biomedia. Usiache kusubscribe, kushare, like na kucomment. Tuangazie taarifa. Mange ametoboa siri, mbunge aliyeibua sakata la utekaji wa Humphrey Polepole atumiwa ujumbe mzito sana. Najua hilo hujalifahamu kwa undani kabisa. Stay tuned mpaka tamati, si ndio? Ni katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, lakini pia ni mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini huko, Ado Shaibu ameibua mjadala mzito sana bungeni baada ya kuzungumzia kwa uwazi suala la utekaji, jambo ambalo lilizua hisia na mijadala mikali ndani na nje ya ulingo wa siasa. Kauli yake imeonekana kugusa moja kwa moja masuala nyeti ya usalama na uwajibikaji wa vyombo vinavyohusika, huku ikiwafanya wadau mbalimbali kuanza kutoa mitazamo yao kuhusu hali hiyo. Katika kuonyesha kumuunga mkono, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara, Isihaka Machinjita, alitoa ujumbe mzito sana ambao ulisambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii, akisisitiza umuhimu wa wabunge kutimiza wajibu wao wa msingi wa kuihoji na kuisimamia serikali. Kupitia kauli yake, Machinjita alieleza wazi kuwa hatua ya Ado Shaibu ni mfano bora wa uongozi ambao unahitajika katika bunge linalolenga kulinda maslahi ya wananchi. Na katika ujumbe wake pia, Machinjita alinukuliwa akisema kuwa Ado Shaibu anaonyesha kwa vitendo namna mbunge anavyopaswa kusimama kidete katika kuhoji masuala yanayogusa taifa. Lakini pia anasisitiza kuwa nchi inahitaji wabunge wenye ujasiri wa aina hiyo ili kurejesha heshima na amani ya wananchi kwa chombo hicho muhimu cha kutunga sheria. Kauli hiyo pia imekuja wakati ambapo masuala ya utekaji yamekuwa yakizungumzwa kwa tahadhari kubwa sana, huku wananchi wengi wakihitaji majibu ya kina kutoka kwa mamlaka husika. Hoja hiyo pana iliwasilishwa na Ado Shaibu na imeonekana kufungua ukurasa mpya wa mijadala, ikiwa shinikizo kwa serikali kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu tuhuma hizo za utekaji. Lakini pia kwa upande wa wachambuzi wa siasa, hatua ya mbunge huyo imeonekana kuwa ya kijasiri na yenye kuendana na dhima halisi ya uwakilishi wa wananchi bungeni. Wameeleza pia wachambuzi kuwa wabunge wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuuliza maswali magumu pale panapokuwa na mashaka kuhusu usalama au haki za raia badala ya kukaa kimya. Hata hivyo, mjadala huo haujakosa changamoto, kwani baadhi ya watu wanaona kuwa masuala nyeti kama hayo yanahitaji ushughulikiwaji wa makini ili kuepuka taharuki au kuharibu taswira ya taasisi za dola. Licha ya hayo, kiukweli msimamo wa Ado Shaibu umeendelea kupata uungwaji mkono kutoka kwa wanaharakati na wananchi wanaotaka kuona uwazi zaidi katika masuala ya kiusalama. Aidha, wito wa Machinjita nao wa uwajibishaji wanaodaiwa kuwahusika na utekaji umeongeza uzito wa hoja hiyo, ukionyesha kuwa swala hilo halipaswi kupuuzwa. Na kauli yake pia imechochea mjadala mpana kuhusu uwajibikaji, ikiwataka viongozi kuhakikisha sheria inafuata mkondo wake bila upendeleo. Katika mazingira haya mtazamaji, hatua ya Ado Shaibu imeibua taswira mpya ya namna wabunge wanavyoweza kutumia majukwaa yao kuibua hoja ambazo ni nzito zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, na imeonekana kuwa ni ishara ya mabadiliko ya mtazamo ambapo uwajibikaji na uwazi vinaanza kupewa nafasi kubwa katika siasa za kisasa. Kadiri mjadala unavyoendelea kushika kasi, macho ya wengi yanaelekezwa kuona hatua gani zitakazofuata kutoka kwa mamlaka husika. Wananchi wanatarajia majibu ya wazi kabisa na hatua madhubuti zitakazoanza kurejesha amani na kuhakikisha haki inatendeka kwa kila mmoja bila kujali nafasi au mamlaka aliyokuwa nayo. Ni tamati, tuendelea kusubiri kwa kina mtazamaji update katika hili. Vyombo husika vya dola vitachukua hatua gani za kisheria, tutaendelea kukuhabarisha.